Yo, mabazoo na mabazulet. Mambo vit. So, long time bana. So leo, taka tupige story mbio mbio manze mbio mbio, hakuna time. Taka niwapatie vitu moja mbili hivi, you know. Mostly nitaongea juu ya wax. Na hii wax, nitaongea juu ya different majob kadhaa zenye, unajua ukikuja huku kama ukimwalk, huku kama wewe ni studi, unakaa mkudu. So mi nitaongea zile job mimi mwenyewe nimedo, kwa sababu mimi nilikuja huku kama studi, nilimwalk huku kama studi. So nataka nichanue wale wale mabazuu na mabazulets wanataka kumwalk hivi, na unajua wanataka kumwalk na wanaona the option yenye iko peke yake ni kukuja kama studi. So hizi ndio jobs unaweza kamkudu huku. Hizi hauna hakunanga any other option, ni hizi tu. So hizi ndio zile job mimi nilido. So vile mimi nili step hii mtaa hapa Australia. So mimi niko Australia. So vile mimi nili step Australia, nilikuja on a student visa. Na vile nilikama hapa kuna jobs kadhaa zenye nilikuja nikapata ma students wanaweza do. Unajua hizi ni za students, so hauna option. Hizi ndio jobs unaweza do tu kama umekuja una student visa, cause kitu ya kwanza inafaa ujue ni student visa iko na conditions mostly when it comes to stories of works. So iko na conditions, so zile job unaweza dunga ni specific jobs tu, kwa sababu huwezi enda above hizo jobs zenye, kwa sababu unajua hizo jobs zimekuwa designed kufanya na mastudi. Alafu condition nyingine ni ati hizi job unafanya tu 20 hours a week. So in a fortnight inafaa tu dunge 40 hours peke yake kama wewe ni student. Averagely kama wewe ni hauko na student visa na uko allowed kufanya job hapa, unaweza dunga up to 76 hours a fortnight. So unaona hiyo difference. So kama wewe ni student unadunga 40 hours a fortnight. Fortnight ni wiki mbili. Na kama wewe ni unafanya tu, unajua uko on student visa, unachapa up to 76, hata unaweza pitisha. But kama wewe ni studi au pitishi manze, 40 ni hapo ama 20. But unajua kuna wasee wanakuanga na unajua wasee wanachezanga, wasee wanakuanga pia wamekaa kama wamejipanga, so unaweza pitisha hizo hours, lakini gava isijue, kwa sababu wakijua hiyo ni number one ni reason ya kukutuma home. Na saa nyingine kuna kwanga na wasee wengine na pia ukiongea waambie wasee, nimechapa more than 20 hours, mimi nachapanga more than 20 hours. Kuna wasee wengine wanakusikilianga kiwaru, wanakureport kwa immigration, wana call tu. Na mostly wa Kenya wanapigiananga tu immigration, wanakureport. Next day unaona magava AFP, hiyo ni Federal Police, wamekukamia hapa na kupeleka detention na kusafirisha home. So mimi vile nilikuja huku on student visa. So mimi nitawapatia tu zile job mimi nilido. So mimi nilianza na kitchen hand. So kitchen hand haitaki qualifications, ni skills zako za mkono tu za kuosha vyombo. Na pia kuna machine anyway. So sio tunatumia mkono throughout, kuna mashini. So nilikuwa nafanyanga job kwa nilianza kitchen hand kwa OC. So OC nilikuwa nasaidia kuserve wagonjwa. Unajua kuna hiyo kibelt, so unakuwa positioned places. So unaweza kuwa leo kwa kuweka tray, unaweka kesho kwa kuserve chai, mwingine unaweka kwa unajua kuweka plates kwa trolley. So mimi nilikuwa nafanyanga hiyo. So ilikuwa tu 4 hours. So tukishaanza kuserve wagonjwa naenda kuosha vyombo, lakini kuna machine dishwasher kubwa, zile kubwa zenye ziko na timer. So wewe ni kupanga tu vyombo kwa tray, unazipitisha hivyo, zinapelekwa hapo, zikikauka huko unapeleka zingine na unapanga, unajua. So hiyo ndio ilikuwa wax yangu. So hiyo wax inafaa ifanye within 4 hours. So ilikuwa 4 hours, but hiyo manzi hiyo do ilikuwa less. So time nyingine nikifanya hiyo ilikuwa 4 hours tu. So ikabidi nimetafuta job nyingine. So unaweza kuwa na job kadhaa, but as long as ni hizo 20 hours. But unajua Afrika wa Kenya kuna nyao au pitisha anyway, but as long as ujambia msee nini mtu ajui. Unajua immigration, sio ati immigration watakuja tu watajua tu umefanya hivyo, unless mtu akureport.
So kuna watu hupitisha, na immigration unajua kuna wase hupitisha hizo hours, lakini look, kama mnaleta do kwa economy hakuna kitu mbaya, but unajua once umekuwa singled out ndio inakuwa normal. So mimi nikapiga kitchen hand, nikaona manze do ngori na fees inaongezeka. Fees ni mob, unajua ukiendelea hivyo fees inaongezeka. So ikabidi nikaenda nikafanya aged care and disability. So hii ni course. So kitchen hand you need kufanya pepa yote, but ukiingia kufanya hizi, ukitaka kuwa personal care worker ama ukue disability support worker, lazima ukuwe na skill. So lazima uende ufanye ka certificate. So nikaenda nikadunga certificate ya aged care and disability, nilicombine both, and then ikakuwa easier at that particular time. Hiyo ilinichukua kama months kadhaa 3-4 hivi. So nikamalizana nayo, nikaingia hiyo nayo iko na hours mob. Ukikuwa aged care iko na hours mob 7-8 hours. Pia disability iko na more 12 hours. So mimi nikamaliza hivi, nikapata opportunity yenye ilikuja kwanza, ilikuwa kuingia aged care. So unakuwa personal care worker. Personal care worker unasaidia unajua population ya Australia wase wazae, according to statistics, wazae ni kibao kushinda mayouth. Si kama Kenya mayouth tuko wengi manze, tuko tumejaza. So huku population ya wazae mababa iko high. So wanazeeka wanaenda hizi nursing homes, wanataka unajua wanataka kusaidiwa na hizi activities, like inafika tu ile age huwezi do anything. Na sio watu wanataka kwenda huko, ni sengine ni unajua ikipatikana umekuwa na incidents kadhaa kwa hao, kama ulikuwa wewe ni mzae na unajaribu kupika ama ukaanguka chini kwa bafu mara kadhaa ukioga, wanakaa hivyo unavunja hips na nini, wanakaa hivyo wanaona ni aje huyu baba ama madhe haezi anymore, ana need kusaidiwa. So wana familia yako wana recommend maybe upelekwe gava nini, upelekwe si gava, upelekwe hizi nursing homes nini, which is the right thing to do. So but inakuanga a bit traumatizing kwa watu wazejua wataki kwenda huko. Unaweza imagine umetolewa kwa hawa yako, umezoea hawa yako, umezoea kufanya nini, unapelekwa kwa nursing home. Unajua uko kwa nursing home, maybe ukikuwa na dementia unapelekwa unit ya dementia, unafungiwa huko. So huwezi toka cause wataki uhepe, ama uko na behaviors, maybe unaweza enda huko wewe ni kamzae, lakini ulikuwa ngama boka nini, unataka kuchapa watu wengine, unaekwa kwa dementia huko, huwezi toka kwa nini watu. So mimi nikakuwa personal care assistant. Hiyo nilichapa 3 years personal care assistant. So unasaidia wazae na activities of daily living. Hizi ni look, hii job most of nyinyi mnaweza sema ni si job poa, si ndio? Of course si job poa, but as a student na kama unajilipia fee hauna option, but na do ni poa, hours ni poa, na sio ati necessarily utapelekwa hao wenye ama utaenda facility yenye kila saa utakuwa unafanya tu job ya kupanguza haga ama nini zi. Sasa unapelekwa hata facility maybe umechill tu the whole day, but the fact that unafanya wax, unadunga wax hizi places, watu wanaonanga mimi naendaje tu kuosha, unajua mbuda haga ama mnyanya haga. Kwanza hao nyanya wanatakanga kwanza maboy ndio wapanguze haga, unajua, na mabudengo wanatakanga mademo wapanguze haga. So nikachapa personal care worker juu ndio ilikuwa the other solution. Unajua na for you to be personal care worker manze ina entail vitu mob. So lazima ufanye hiyo certificate 3 in aged care. Alafu lazima uende ufanye hizi, kuna small courses inafaa ufanye. Huwezi tu enda ukafanya tu hiyo na ukaingia. So lazima ukuwe na umefanya manual handling. Hiyo ni compulsory, like kujua kutumia hizi lifter. Unajua kuna stand up lifter na full lifter. Unajua saa nyingine kuna wajiwezi kutoka kwa bed. So lazima mwatoe asubuhi mweke kwa wheelchair ama princess chair nini, unajua utumie hizo lifter. Lazima uje kufanya first aid, provide for first aid. Hiyo lazima ufanye hiyo certificate which is renewable I think every year. Hata manual handling lazima renew every year.
Haya, alafu lazima ufanye CPR, hiyo cardiopulmonary resuscitation inaitwa hivyo, sio? Lazima upige CPR pia, which is renewable kila mwaka manze. So hizo vitu zina come. So hizo ni vitu zina come, ni expenses za hizo za kufanya hizo vitu. Huwezi tu ingia nini yako iki-expire, kama manual handling iki-expire hivi, wanakushow manze ni huwezi do works tena hapa, lazima uende kurenew hiyo kitu. So mimi nikakuwa nachapa nilikuwa nachapa bado kitchen hand kidogo, naona kama hours hazitoshi, naingia pale Edge Care nachapa Edge Care juu nilikuwa nimefanya. Sasa Edge Care nimemaliza, mimi ni personal care worker, nikachapa disability singeweza dunga cause nilikuwa a bit reluctant kuchukua DL ya huku. So DL ya Australia, for you to kupiga works disability lazima ukuwe na DL ya Australia, kwa sababu ukikuwa disability una drive sana around, lazima upeleke hao people with disabilities, wanaitwa people with disabilities, they're not living huko, wanaitwa people with disabilities, unawapelekanga ma activities nini, unajua kai tu mahali pamoja, unajua so lazima drive sana. So nataka ukwenda DL ya Australia, hiyo ni one of the requirements. So mimi sikuanga nayo, nilikuanga reluctant kuichukua manze, naonaga nitaanguka, ni expand tena, nitaenda kufanya hiyo matrousers nianguke nini. Unajua mimi ni msanii, nimetoka Kenya, tunaendeshanga hizi mavitu manze, vile tuna cruise so ikabidi tu, hiyo ndio ilikuwa the only option. So mimi nikachapanga Edge Care na bado nasoma, so nachapa job, nachapa Edge Care, naenda shule, assignments na bado niko na hiyo job nyingine, nakimbizana na kitchen hand pia, naenda kama hours hazijatosha, naenda hivyo nini. So nilikuanga occupied, unacheki. So nikakuja kama za shule. Sasa ukimaliza shule manze, unaona siwezi endelea kufanya hii Edge Care manze, siwezi endelea kuwa personal care worker. So mimi nikasema wacha niende hivi, nitafute hiyo DL. So nikakimbizana na DL, nikiwahi hivi DL, mimi nimesare job ya personal care worker ya nursing homes, nikaingia disability. So nikachapa disability ilikuwa a bit easier juu disability ni easier na ni more pay. So huku the easier the job, the more the pay. Disability manze si ati ni ina drain sana, unajua ni kuangalia tu people with disabilities. Wengine disability inaweza kuwa hata ni intellectual, so inakuwa easier wewe ni kumonitor tu behaviors za huyo msee nini, mostly ni behaviors tu. So nikadunga hiyo, na sisi tulikuwa tunafanya activities manze. Disability ni kwa chapanga activities, na wapeleka kama unawapeleka movies, unawapeleka zumba, unawapeleka yoga, hizo ndio vitu sasa unaduna. Unajua pia unalipiwa kwenda hizi vitu, unalipiwa kwenda movies, unalipiwa kwa, unajua. So job ya kwanza nimewasema nifanya nini, kitchen hand. Nikakuja nikapiga personal care worker, hiyo ndio job ya pili. Na nikipiga hii personal care worker, bahati mzuri hiyo facility walikuwa wananipatia pia job za maintenance. So maintenance ni kuangalia tu, make sure unajua kila kitu kwa facility iko poa. Unajua kama ina need maintenance, mnaangalia maji, mnaangalia hizi bulbs, lights, mnaangalia. So hiyo nilikuwa mnaangalia wheelchairs kazi iko functional poa nini. So hiyo nilikuwa tu nachapa occasionally. Sasa ile msema maintenance ayuko, wananiambia Meloni aje, si uchape hii job. Alafu pia bahati poa ni ati vile nilikuwa nikifanya hiyo kazi ya personal care worker, nikakuwa pia work health and safety representative. So hiyo naangalia pia, unajua unaangalia health and safety ya colleagues wako. So mimi ndio representative wa colleagues, so lazima make sure unajua like their workplace iko in a better place for them to to come to work, wapige job, wadunge job. So huko hizo ndio nilipata hizo opportunities moja mbili nikikuwa pale nikifanya personal care worker for 3 years. So job ya tatu disability. So unakuwa disability worker. Hiyo ni kusaidia people with disabilities. Hizo ni job unaweza do ukikuwa student. Unaona? Sio ati uwezi, pia watu wengine wana do kama personal care worker, unapatana hata kwanza
maozi wanapenda sana hizi. Unajua maozi wapendi kuchop, wapendi mbuku manze. So maozi wanatafutanga hizi job tu simple, wanaenda wanachapa tu ka certificate 3 in educare, wanakuja wanapiga hizi jobs, na hizi jobs zinalipa poa. Unapata kama hiyo personal care worker, unakam hivi unapata manze Ozi anaendesha Benz hapo, anaendesha mnapiga story, anakuambia amebuy hao wengine, na amekaa hiyo job kama 10 years manze. Wewe unaweza imagine amejisustain na hiyo job. Mimi nilikuwa nafanya job ya vyombo manze, nikiosha vyombo pale. Naenda mimi nimekamna mrenga kama mkebe kamekula life hapo, nilikuwa nimebuy kama so $500. Nakuja na paka hapo manze, lakini the flying anakuja hapo na kibenz manze, zile amenunua 20, hiyo time ilikuwa 2018 Benz, anapiga kiparking hapo, na mnaenda mnaosha vyombo mmoja. Unakaa hivi unasema God when unaambia God when So hizi jobs si ati hizi jobs kwanza Australians wanazidu manze, wale watu wa huku wanazipiga kabisa, si watu wakosi kuzifanya, lakini tu ni vile for students hizi ndio jobs ziko easily available. Hizi ndio jobs unaweza dunga: kitchen hand, personal care worker, disability support worker. Kuna wase huenda wanafanya security, but security pia lazima uende ufanye ka certificate ndio upate security. Iko na mabeshte kadhaa wamefanya security lakini walihepa huko juu pay si poa kushinda. Ukikompare pay ya security na disability support worker, pesa ya disability support worker iko poa na hours ni poa, na job sustainability pia iko poa. So unapata msame chapa pale security anaona IZ anahepa, anakuja hii mtaa ingine. So kuna hiyo security, kuna job cleaning, kuna hizi job za cleaning. Mimi niwachapa cleaning nikifanyanga kitchen, na nilikuwa chapa pia cleaning. Unaenda unatumwa clean tu ma places, unaenda kama facilities hivi za nursing homes, unaenda tu na clean room zao nini. Nimefanya pia cleaning, lakini sana mapantrenje wanaendanga kudunga job za cleaning juu wao wanaogopa kufanya job za mavi, lakini bado wako wanafanyanga educare. So sana mapantrenje wanakimbizananga na hizi za cleaning. Kuna job za kwenda vineyards kuchuna nini za wine huko, lakini hizo unalipanga hizo haziko taxable, so unalipwa tu kila siku. So hizo watu kimbilia huko sana ni wale ma student wamekam na wana job, ama wale ma student walikam waka default, visa zao zikakuwa cancelled, so hawana kitu ya kuduce, kwa sababu once visa yako ime default huwezi pata job. Hizo jobs zinakuwa notified, visa yako haiko haiko in effect anymore, unapata huwezi pata job, unafukuzwa. So hawa sasa waendanga hizo mafarms wanachuna, na hiyo ni occasionally anyway, sio ati ni a daily job, inakwanga occasionally. So unaenda unachuna hizo unaenda fanya job kwa vineyards, but hiyo ndio mastudi pia ufanya, na backpackers wanafanyanga kwa vineyards. Job ingine gani inasahau wase ufanya nini? Kuna pia siku hizi mental health studi, unaweza pata job za kuwork na wasa mental health kama bado wewe ni student. Unaweza pata job gani? Job gani ingine? I think hizo ndio mimi naweza kumbuka. Mimi sijafanya hizo zingine, but zenye mimi nilifanya kitchen hand, nikakuwa personal care worker, nilitandika haga za wase. Haga unatandika haga paka una get used. Na hiyo pesa yenye nilikuwa napata ilinisaidia kulipa fees, na kuna bado watu walikuwa wananiitisha pesa hapa na pale, na wajui mimi napiga hiyo job ndio wanakula hii pesa. Unajua ama wanapata hii pesa, msana kuitisha 5,000 na kudanganya sijui iko na mashida 1-2 huku, nisaidie 5,000, unamtumia home ya next day unamuona kwa video amebanjuka, ameenda kutesa ile noma, na wewe umehangaika huko, umepanguza haga ndio upate hiyo do umtumie. So wase bana, ukitaka kuja huku kama student, kama after hii corona maybe najua watafungua borders, but ukitaka kuja Kenya, Australia as a student, kuna hizo jobs unaweza do. Hizo jobs mimi nakwambia, kama Kenya kungekuwa na job ya kupanguza haga, kungekuwa na hizi nursing homes, watu wangedu. Kwani nurses wanafanyanga job gani hiyo? Sisi wanapanguzanga tu, wale wazee wajiwezi wamekuja hapo wamejiharia nini, si au panguza tu. So hii Kenya kungekuwa na hizi educare na nini,
wasi wangekuwa wanadunga hizo job. Unajua pesa manzi iko pesa mzuri hapo, unapata ka kitu. Yeah, but hizo ndio job zenye unaweza do kama wewe ni studio. Na ita depend pia na pathway yako. Maybe umekuja kama unataka kuwa EN, enrolled nurse ama registered nurse, lazima uchape. Hiyo ndio path yako kwa na these people especially people living with disabilities. Personal care worker, especially wazee. Unapata wazee hata enrolled nurses wanafanya job huko juu, wanapatia medication na nini hizo mavitu. I think hizo ndio mimi job nilifanya. So mimi nataka tu kuambia zile job nilifanya. Though kunaweza kuwa na wasee wamefanya jobs zingine zenye mimi sijui, but mimi najua huku Australia as a student ukikuja, kabla huja qualify for whatever you came for, maybe unaweza kuwa ulikuja kufanya enrolled nurse, registered nurse, accountant, engineer, nini. Unless kama umetoka home na poa, unajua fees utalipa kutoka home, sawa. But kama umekuja tu na ka fees ka kuanzia na unajua una have kujisustain, kama bado unafanya engineering yako, zile job unaweza do ni kitchen hand, personal care worker, wewe ufanye kazi kwa nursing homes ama aged care. Disability, hiyo ni kufanya kazi na people with disabilities, which is the more preferred one, because watu wanaendanga hiyo juu haina vitu moba. Sengine una work tu na watu wako na intellectual, au ni watu wanaweza jisaidia kila kitu, wanaweza fanya kila kitu, niwe kuwa monitor tu. So watu wengi wanakimbilianga disability. Sasa hizi naonanga watu wanaenda mental health, unajua, lakini hiyo sengine unapatana na chizi anaweza kukudunga kisu nini unafanya hizo. So hizo ndio jobs zenye unaweza fanya ukiwa student. Mimi sasa hii nilimazana na story ya student, niliachana na hizo job. So sasa hii niko kwa job sasa zingine zenye haziko kwa nini, zenye mimi naweza fanya up to 76 hours ama more nikitaka. So niko poa sasa hizi. Thank you for listening. Na kama unataka kuja Australia manze, kama unataka kuja una student visa kama utateseka, kuja utateseka kidogo, kuja uchape job, unajua ujisaidie. Kama unakuja in any other means, unakuja kama maybe umepata ka permanent residence already, ama unakuja kutafuta mzungu, ama ulipata mzungu online unajua akakwambia ni aje wewe kama utapotea papers, well and good, si mbaya pia. But yeah, so mimi nataka tu kugusia ukikuja kama student. Thanks for listening. As usual, mimi sitaki I'm not here to be famous. Mimi ni have too fun hapa, na 1 or 2 times nitakuwa tu na kuja hivi kuwapatia, unajua, kwa advice hapa na pale kama naweza. Mimi mwenyewe pia napatanga tu advice. So thanks for listening. Take care. Stay woke. Thanks.